بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من عذاب النار. أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى، nakumtakia ziada za rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa mapenzi makubwa mno ambayo Mola wetu jalla wa ala anayafanya juu yetu kila wakati, kila saa, kila dakika. Basi Allah yu katika harakati za kushughulikia waja wake, za kutazama viumbe vyake. Huyu anaumwa amtie shifaa, na huyu amtoe katika maradhi madogo ampeleke katika maradhi makubwa, na huyu amtoe katika kifungo cha gereza au nyumba za mahospitali kupelekwa katika maisha ambayo kati yake yeye na dunia aachane nayo. Hakika kabisa lililokuwa bora kwetu sisi waumini, lililokuwa afdal kwetu sisi ambao tumemwamini Allah, kila tunalolifanya katika tendo zuri na kila tunaloliepuka katika madhara na matatizo, basi neno letu sisi waumini ni kusema la haula wala quwwata illa billah. Hakuna nguvu yoyote wala uwezo wowote wala ujanja wowote wa kukimbia maradhi, wa kukimbia matatizo,
wa kukimbia shida na kufanya yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya Allah, basi ni taufiki yake Allah jalla fi ula. Ama katika muda wetu mchache, bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutazungumzia sifatu min sifati almunafiqin, sifa miongoni mwa sifa za watu wanafiki, alama zao, ahadi zao ambao wamepewa na Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, sifa ya unafiki sio sifa iliyokuwa nzuri katika dini yetu hii ya Uislamu, na hata katika jamii. Anaposifika mtu kwa kuambiwa ni mnafiki, basi watu hushtuka kwa uzito wa neno hili. Pengine uzito wa neno hili hawalijui au wamechukulia mazoea ya ile tabia ya unafiki. Lakini unafiki au maana ya unafiki ni kuficha, ukafiri na kudhihirisha Uislamu au imani. Mnafiki ni yule ambaye asili yake anakuja katika kundi la Waislamu, anakuja katika jamii ya Kiislamu akijiaminisha katika kauli zake kuwa yeye ni Muislamu, lakini khilafu ma fi qalbihi, yale anayoyasema yanakwenda kinyume na kile kilichokuwa katika ndani ya moyo wake. Na unafiki unazingatiwa bifi'lin au qawlin, kwa mtu kwa kufanya tendo la kufuru na mtu au kuzungumza kauli, basi huyu atazingatiwa kuwa ni katika wanafiki. Allah jalla fi ula anatueleza, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآية. Allah anawaeleza habari za watu wanafiki. Wa minan nas nazalat hadhihi al-aya ala jama'ati al-munafiqin. Aya hii iliteremka katika kundi la wanafiki, wale maraisi wao, viongozi wao pamoja na wafuasi wao. Allah akiwazungumzia hawa walipokuja kwa mtume wa Allah na wakiwa pamoja na Waislamu, wakisema tumeamini, wakisema tumemwamini Allah na tumeamini siku ya mwisho, basi Allah akaiteremsha aya hii, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Na kuna miongoni mwa watu wanaodai, wakisema kwa madai yao hayo kwamba wamemwamini Allah na wameamini siku ya mwisho na wakamwamini mtume wake, wama hum bimu'minin, na hali ya kuwa wao hawajaamini, si waumini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wakisema kauli zao hizo kwamba kumdanganya Allah na wale ambao wameamini imani ya sawa sawa, na wala hawamdanganyi yoyote katika madai yao hayo isipokuwa nafsi zao wenyewe. Hii ni sifa mbaya, ni sifa ambayo haitakikani kwetu sisi, haitakikani kwa Muislamu kujipamba na sifa hii, kujipamba na utaratibu huu. Na hawa sifa yao wakielezwa kwamba msifanye ufisadi katika ardhi,
msifanye maharibifu katika jamii, basi husema wao hawaharibu bali wanatengeneza, bali wanaweka mambo sawa, hali ya kuwa jamii wanaiharibu, hali ya kuwa jamii wanaivuruga. Namwomba Allah atupe mazingatio. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wal dhikr al hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, tukiwa tunaendelea katika kuhusiana juu ya swala zima ya kumcha Allah azza wa jalla, katika khutba ya pili maudhui yetu ikizungumzia sifa za wanafiki. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea kwetu sie mtume ambaye kwetu ndiyo maisha, ili tupate mafanikio fi dunia wal akhirah, tupate saadata fi dunia wal akhirah. Basi hakuna budi kila mmoja wetu afate utaratibu ambao umeelekezwa na Qur'ani na Sunna. Katika hadithi anayesimulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ayatul munafiq thalatha, alama za mtu mnafiki kwanza ziko tatu. Anazungumzia alama za kumtambua mtu ana dalili ya unafiki, mtu ana yale mambo ya kinyume na Uislamu. Mtume anasema thalatha, haya mambo matatu: idha hadatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume wa Allah anaeleza kuieleza jamii ya Kiislamu kwamba alama za mtu mnafiki ziko tatu. Kwanza yao, idha hadatha kadhaba, huyu ana sifa ambayo kila atakalo lizungumza basi lazima aseme uongo, lazima la kweli liwe moja, ya uongo yawe 1000. Sifa za mtu huyu mwenye kuyafanya haya, mwenye kuishi na utaratibu huu, basi wallahi amepata hasara iliyokuwa kubwa kabisa. Na sifa nyingine, wa idha wa'ada akhlafa, na anapoahidi ahadi yoyote basi lazima atakwenda kinyume na ahadi yake hiyo, lazima atakwenda tofauti na kauli yake hiyo ya kuahidi, kwa sababu amevaa joho la watu wanafiki. Na pia anapoaminiwa basi huyu anafanya khiana. Wangapi tunaaminiwa katika biashara, katika miamala mbalimbali ya kijamii? Pengine umeaminiwa, Allah amekunyanyua, amekupa kipato, na umeaminiwa na masikini kakuletea mtoto wake wa kike
kwa neno la mfanyakazi. Amekuletea binti yake kwamba wewe umehangaika, ishtighali zako ni nyingi, unahitaji mtu wa nyumbani kukusaidia, akae na mwanao, akae na familia yako. Wewe kazi ni nyingi, lakini mdada wa kazi huyo baada ya wewe kuletewa ukamfanyia khiana baba yake au yeye mwenyewe, ukamhitaji kwa kumuingilia, iwe kwa njia ambayo ni halalan, ambayo ni ya sawasawa, au kwa njia ambayo ni ya nyuma ukamuingilia, hii ni khiana iliyokuwa wazi. Kwa haya, kwa sababu ana pesa, kwa sababu ana mali, basi anafanya haya eti kwa sababu yeye amemmiliki kwa ile 50,000 anayompa kila mwisho wa mwezi. Hii ni khiana ambayo siku ya kiyama utakuja ulie na pesa zako na wadhifa wako utapotea, kwa sababu ulifanya khiana duniani, na ni sifa miongoni mwa sifa za wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: laqad batagha alfitnata min qabl wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amru Allah wa minhum man yaqulu dhan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin وإن تصبك حسنة تسقهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ebu itazame sifa za watu wanafiki. Allah anasema لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. na wallahi wa Muhammad pamoja na jamaa zako hawa walitaka kumitieni katika mitihani. Aya hii imeteremka katika vita vya Tabuk. Katika jamaatu min almunafiqina walipoleta madai yao kwamba wao hawawezi kwenda kupigana vita, hawa walitaka sifa moja, kumuingiza mtume wa Allah katika matatizo. Waqallabu laka al-umura, na wakakupindulia majambo, wakakugeuzia mambo katika mambo ya kidunia, katika mambo ya dini, wakaingiza katika kupindua, lengo wakutatize. Hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullah, mpaka ilipothibiti haki na ukaja ushindi kutoka kwa Allah. Wa hum karihun, na wao wakiwa wanachukia jambo hilo la Uislamu kwenda mbele. Wa minhum, natambua ewe Muhammad pamoja na jamaa zako, man yaqulu dhalli wa la taftinni, kuna ambao wanakuja kwako wewe uwape ruhusa kwamba wasiende katika kupigana vita na watu wa Rum, wala taftinni, wakijiona kuwa ni wema, kwamba ya Rasulullah nipe ruhusa mimi nibaki nyuma, nibaki nyumbani, nisiende kupigana vita, kwa sababu wakaleta hoja zao kwamba kule kuna wanawake wa Kirumi ni wazuri, mimi nitafitinika nao. Ala fil fitnati saqatu, kwamba tambueni, waambie hao wanafiki kwamba hakika katika fitna wameshafisha ingia. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, na hakika adhabu na makemeo makali na adhabu kali itawafika watu waovu
sifa zao hawa Allah anawaeleza, wa in tusibuka hasanatun tasu'uhu, endapo wewe Muhammad yakakukuta wewe katika neema za Allah, ghanima, umeenda jihadi, umepigana vita, basi ukapata ghanima, wasurura, na furaha ya kushinda vita, hawa wanafiki ndani ya vifua vyao, ndani ya mioyo yao wanachukia, hawajisikii raha. Na ndio hivyo hivyo hata zama zetu hizi, ikiwa kuna mwenzio jirani yako anaona uchungu, anapata hasira, kwa lugha za Kiswahili anapata kisokorokwinyo ndani ya moyo wake kwa wewe kumiliki katika vitu vya kidunia, aidha Allah amekuruzuku gari, amekuruzuku nguo nzuri, amekuruzuku nyumba, ukamwona ndugu yako anakasirika, ukamwona anachukia, ukamwona hana raha, basi huyu tambua ana athari miongoni mwa athari za watu wanafiki. Basi hawa sifa yao yakiwakuta Waislamu mazito yenye kuumiza, yenye kuwaumiza, wa in tusibika musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl, na yakiwakuta nyie matatizo, mkaenda jihadi, mkapigana vita na mkashindwa, ikatokea mmepewa mitihani ya Allah na mitihani ya njaa na mengineyo, basi hawa wanafurahi mno, na wanasema maneno yao, qad akhadna amrana wa yatawallau, lau kama hawa wangechukua, nahnu ashabu rai, sisi ni watu wa mipango bwana, yani hawa wangechukua ushauri wetu, wasifanye jambo kadha wa kadha, yasingewakuta haya, wakiwalaumu Waislamu kwa yale ambayo Allah amewajaribu katika mitihani. Wayatawallau wa hum farihun, na wakiwa wao wakirudi nyuma, wakienda kwa jamaa zao, hali ya kuwa wanacheka. Kwa lugha za vijana, anakwenda kuchekelea chooni. Yani leo mtu akinunua kitu kizuri kwa bei rahisi, kwamba huyu amempata mtu zuzu zoba, amekwenda kununua simu ya Samsung original kwa shilingi 100,000, simu ambayo ina thamani ya 500,000, basi wanasema vijana, anakwenda kuchekelea chooni kwa ule mserereko ule wa bei rahisi alopata. Ndio sifa ya wanafiki. Yanapowapata Waislamu matatizo, madhara, mabalaa, wao hufurahi mno, kwa sababu ndani ya mioyo yao kuna ukafiri na wamedhihirisha neno la imani. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana, basi semeni nye waumini, kwa ajili ya Allah tambaeni, piteni kifua mbele kuambia wanafiki kwamba lan yusibana, hayatatukuta sisi matatizo wala msiba wowote wala njaa yoyote wala tabu yoyote, illa kataba Allahu lana, Allah ameshatuhukumia katika lawhul mahfuz. Allah tayari amekwisha weka ahadi yake itukute, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah tu, na kwa Allah peke yake waumini wote tumtegemeeni Allah. Tuzama kwamba Allah tupe mazingatio. Lakini sifa za unafiki sio sifa nzuri sana, na mafikio yake ni mabaya, na ahadi yake ni mbaya, na makazi yake ni mabaya kwa yoyote mwenye kujipamba na unafiki.
Allah azza wa jalla anaendelea kusema qul anfiqu taw'an aw karha, toeni in shi'tum aw abaytum, toeni katika vile ambavyo mnavyo kwa kupenda au kutokupenda. walan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin, na wallahi Allah hatakubali hivyo mnavyovitoa kwake yeye, Allah hatavipokea. Hakika je, mnakuwa ni watu ambao fasiqin, mnetoka katika Uislamu, mnampinga Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Al-aya. Na wala hawa wanafiki wa mwanzo na wazama hizi na watakaokuja, kila watakachokitoa katika kuendelea kwa Uislamu, Allah hatakubali hivyo wanavyovitoa, kwa sababu moja, annahum kafaru billahi wa birasulihi, wao wamemkataa Allah, wao wamempinga Allah. Hawa kwa sifa yao hii, wala ya'tuna salat illa wa hum kusala, na wala haitoadhiniwa adhana kwa ajili ya ibada, na wala hawataitikia adhana yoyote isipokuwa kwa uvivu, hawataiendea swala isipokuwa kwa uzito. Yani mtu anakwenda msikitini kana kwamba anasukumwa au anaburuzwa, kwa lugha nyingine analazimishwa. Na wakati mwingine inapoadhiniwa adhana, kana kwamba hasikii kinachoongelewa, kana kwamba haelewi linalozungumziwa. Ndugu zangu katika imani, hapa kwenye kuiendea swala, hapa ndipo kwenye mgogoro mkubwa zama zetu sisi Waislamu. Hapa kwenye kuifuata ibada ya swala, ibada ambayo Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba miongoni mwa ibada nzito kwa wanafiki ibada hii au vipindi viwili, na vipindi hivyo ni kwao kwa sababu hawaonekani: salatul isha wa salatul fajr. Katika zama hizo ilikuwa kwamba wakati wa giza mnafiki haonekani, kwamba yule bwana na joho lake anakwenda kuswali, kwamba wakati huo haendi msikitini, inakuwa swala yake hiyo ni nzito mno. Hii ni wakati wa visa vya hawa wanafiki walio tutangulia sisi. Visa vyetu ni hii mipira ambayo asili ni kama giza cha swala ya Aisha na salatul fajr. Leo inaposifika kwamba kuna mechi ya Simba kwa Yanga, ya Simba kwa timu nyinginezo na timu nyinginezo za kidunia, kwamba watu hawaiendei swala kwa wakati. Unawakuta watu wanakuja kuswali wakati muda umekwishaondoka, anaunganisha salatul asri, salatul maghribi, salatul isha katika kipindi kimoja. Wallahi huu ni msiba ndugu zangu, huu ni mtihani mzito ambao leo tunao. Inakuwaje kwa wewe mpira ni ahaku wa afdalu min as-salah? Leo ukisikia kuna uchambuzi wa mechi kuanza, unaanza saa 9:30, wewe wallahi
utaaga kazini, utatoa dharura zote, uwahi ukaanze kuchambuliwa akili yako. Pale hakuchambuliwi mpira, inakwenda kuchambuliwa akili yako, ichambuliwe dhikri ya Allah ikae pembeni, utaji wa Allah wewe pembeni, mapenzi ya Allah yawe pembeni, uwepo kupenda mtume wa pembeni. Alafu unaingiziwa dunia, alafu unaingiziwa yale mambo yao. Kisha inaposimamishwa swala, wewe unata habari, ukijifariji utakwenda kulipa. Ndugu zangu katika imani, nasallallahu, tumemsahau Allah, istahwadha alayhim ash-shaytan. Sisi pamoja na wengineo, shaitani ametufunika na shuka lake, shuka la kutokumuona Allah. faansahum dhikra Allah, na tukamsahau Allah na kumtaja Allah na kumkumbuka Allah kwa yale tulionayo katika vifua vyetu. Vipi ndugu yangu unakufa? Ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako kuna kafiri mchezaji duniani ameingia hapa. Ukiswali unamkumbuka yeye, ukirukuu ni yeye, ukiatidali ni yeye, ukisujudu ni yeye. Tuna tofauti gani sie na wanafiki waliotutangulia? Leo akisikia mchezaji wake anempenda hachezi, ana jeraha, wallahi hana raha, hana amani. Wengine tunachangia vilabu eti kwa sababu mtu amepigwa faini, ameongea kauli isiyokuwa nzuri katika sheria za kidunia, leo unakwenda kuitoa 10,000 yako ambayo Allah amekuruzuku, hali ya kuwa ndani ya msikiti watu wanaswali giza. Unashindwa kutoa wewe kwa ajili ya Allah. Leo tunakwenda kuchangia kadi za wanachama wa mpira, ili mradi dunia yetu, ili mradi nafsi zetu kwamba ziende zikafurahi. Ndugu zangu katika imani, bali al-insanu ala nafsihi basira, kila mmoja katika sie juu ya nafsi yake anajitambua, ni shahidi jua hilo. Ndugu zangu katika imani, dhambi ya kufa na kuchukizwa na Allah ni dhambi moja kubwa sana. Dhambi ya unafiki, dhambi ya unafiki ni dhambi moja kubwa mno. Na unafiki utambue, hata ile kuiendea swala kwa uzito kwamba wewe ni minhu, na utambue vile vile katika kuchukia kwako kuendelea kwa Uislamu, katika kuzuia kwako sadaka kuitoa kwa ajili ya umeme, kwa ajili ya maendeleo, eti atakula imamu, eti atakula muadhini, eti atanufaika shekhe wa msikiti huo. Tunashindwa kufanya Uislamu wetu uende mbele kwa chuki binafsi. Na shekhe akila ni haki kwake kula. Wewe unataka shekhe akale wapi? Unataka shekhe akale wapi? Lakini wa mashekhe hawali, bali husingiziwa. Wengineo wanakula kwa maslahi yao na kwa ajili ya dini. Lakini imekuwa ni gumzo, shekhe akionekana mtaani ana nguo nzuri, basi watu hawamtoi kinywani. Hii ni sifa mbaya. Namwomba Allah tupe mazingatio na tunusuru katika dhambi na sifa hizi za watu wanafiki. Namwomba Allah tuongoze na tupe mwisho mwema. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
والأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرحمني ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.